iliyoanzishwa Juni 2005 kwa nguvu za wananchi kushirikiana na serikali. Shule yetu ina jumla ya walimu 26, wa kiume 13 na wa kike 13. Walimu watatu wanajitolea. Pia shule ina wafanyakazi watatu wasio walimu, yani mlinzi mmoja na wapishi 2. Ndugu mgeni rasmi, tulianza kidato cha kwanza mwaka 2022 tukiwa jumla ya wanafunzi 122. Hadi sasa tuko jumla ya wanafunzi 105, ikiwa wavulana 53 na wasichana 52. Mheshimiwa mgeni rasmi, yafuatayo ni mafanikio yaliyopo katika shule yetu. Shule yetu imefanikiwa kurekebisha madarasa 2 yaliyokuwa yameharibika kulingana na grafia ya kata yetu ya Kizumbi ni kubwa. Tumefanikiwa kuzaa sekondari mpya ijulikanayo kama Ishigwandama. Hivyo imepunguza adha ya kuchelewa vipindi vya utoro kwa baadhi ya wanafunzi. Shule imefanikiwa kuinua ufaulu wa wanafunzi kitaaluma. Nisingependa kuzungumza mambo mengi, lakini najaribu kurejea maongezi yetu kati ya walimu, wazazi na wanafunzi kuelekea kwenye mtihani wetu wa kidato cha 4 mwaka huu 2025. Ahadi ambazo vijana wetu mmetupatia, naomba msituhamishe kwenye reli hiyo ambayo tulikubaliana kwamba mwaka huu tutakuwa na 1 za kutosha, 2 za kutosha na chache 3, 4 na 0. Ndugu wazazi, kipindi hiki cha mwisho ni kipindi muhimu sana kwa vijana wetu. Ninaomba tuwe wavumilivu zaidi na zaidi, tusije tukawasababisha kuhama katika mawazo mazuri ambayo tumewatengenezea tangu mwanzo wa mwaka. Na walimu, kwa kipindi hiki cha mwisho, hasa nikizungumza na walimu wangu wa masomo ya sayansi, ninaojua kabisa kwamba mnao uzoefu wa kutosha juu ya practicals. Hebu jaribuni sasa kubuni kwamba ni practical gani inaweza ikaja kwenye mitihani, muwasaidie ili waweze kuwa na ufahamu zaidi juu ya practical hizo ambazo zinaweza zikatarajiwa kuja kwenye mtihani ili tuweze kufikia lengo. Niwashukuru mno hata ile bodi ya shule kwa kuwa na mawazo chanya juu ya kuendeleza elimu kwenye kituo chetu hiki cha elimu. Ninayo imani kabisa kwamba kwa mwaka huu tutakuwa wengine au tutakuja kivingine. Naomba vijana wa kidato cha 4 msituangushe kwa yale mambo ambayo tuliazimia kwa pamoja kwamba mtayafanya. Inaonyesha jinsi gani darasa hili lilivyokuwa na nidhamu. Naomba hata mliobaki kidato cha 3, cha 2, cha kwanza, igeni kutoka kwa wakubwa zenu hawa. Ninayo matumaini kabisa kwamba sala zetu zitaelekezwa kwenye ufanisi wa vijana hawa kidato cha 4 watakapoanza kufanya mtihani. Wanaanza shule kama mlivyosikia kwenye risala walikuwa 126 ambao nafikiri wamejitahidi, wamekuwa wavumilivu na wamefikia hatua hii siku ya leo ambako wanaenda kutunukiwa vyeti. Hawa wanafunzi katika changamoto ambazo tumezipitia sisi kama shule, ambako wanafunzi hawa walivyo wasikivu, tulikaa nao kikao sisi na walimu, tukakubaliana cha kufanya. Tuliweka mikakati mizuri sana ambayo tulikubaliana tathmini tutafanya mwezi wa 4. Hawa watoto wamepiga hatua kubwa kiasi ya kutupa matumaini mazuri sana. Hawa watoto katika mitihani ya wilaya wamekuwa wakifanya vizuri. Hawana rekodi ambao wamefanya vibaya kama ilipokuwa,
kwa ndugu zao ambao mwaka jana wakufanya vizuri. Hivyo tunayo matumaini makubwa kwao. Ni watoto ambao mkipanga la kufanya, mnafanya pamoja kwa maana ya kujenga. Sio watoto kukamata vichakani wakiwa wamejificha shule au sije shule, hapana. Ni watoto wazuri. Kwa tunayo matumaini makubwa kwao, tuwaombee watafanya vizuri. Vile vile tuliona haja ya wao kama familia ambao wamekaa pamoja kwa miaka 4 wakivumiliana kusaidiana katika mambo mengi, kwamba sasa wanayo haja ya kuagana kwa heshima ya namna hii. Tunawapongeza sana wazazi ambao pia mmefika na mmefanya shughuli kubwa sana ya kuwafikisha hivi walivyofika siku ya leo. Kwa majina naitwa Kanali Siraji Omari Balekao, kamanda kikosi cha 516 kilichopo hapa Kizumbi. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, awali ya yote napenda kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunijalia kufika hapa nikiwa na afya njema kwa ajili ya mahafali ya 18 ya vijana wetu wa kidato cha 4. Pia na kushukuru wewe mkuu wa shule na bodi yako kwa uamuzi wenu wa kunialika kuwa mgeni rasmi katika mahafali haya. Nawapongeza sana management ya shule na walimu kwa ushirikiano na kazi nzuri mnayofanya ya kutekeleza majukumu yenu katika shule hii. Uwajibikaji wenu ndio umewezesha wahitimu idadi 105 leo hii wanatunukiwa vyeti. Napenda niwashukuru na kuwapongeza wahitimu kwa kutekeleza majukumu yao ya kusoma kwa bidii na uvumilivu, na leo hii matunda yake ndiyo yanayotufanya tukusanyike hapa kuwapongeza. Hapa nitie neno. Kwa macho ya kiutu uzima, ukiwaangalia watoto wenye nidhamu, nilishanong'ona na mwenyekiti, wanaonekana. Vijana wa kidato cha 4 mnaonekana mko vizuri, mmependeza. Tunatarajia matokeo yapendeze. Shule ilianzishwa mwaka 2005 ikiwa na wanafunzi 80 na walimu 8. Leo hii baada ya miaka 20 shule ina jumla ya wanafunzi 696. Haya ni mafanikio makubwa yanayotokana na juhudi za uongozi wa shule na ushirikiano wa wazazi na walezi. Tujipigie makofi tafadhali. Tunapozungumzia mafanikio katika sekta ya elimu, hatuwezi kuacha kumpongeza rais wetu, mama wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa dhamira yake ya wazi ya kuhakikisha watoto wa Tanzania sio tu wanapata elimu, bali elimu bora katika mazingira bora. Rais wetu ameelekeza fedha nyingi za ujenzi na ukarabati wa shule Tanzania nzima. Lakini pia tumeweza kusikia kuwa shule hii pia sio kusikia, nimejionea mwenyewe, imenufaika kwa kupokea kiasi cha shilingi za Kitanzania milioni 20 kwa ajili ya ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa pamoja na ofisi moja. Tumpigie makofi mengi rais wetu mpendwa. Ninaomba nichukue fursa hii kuwapongeza mkuu wa shule, walimu, wanafunzi kwa juhudi za kutunza na kuboresha mazingira kwa kupanda miti ya matunda na vivuli kwa ajili ya kuweka mandhari nzuri ya shule. Kwa wanafunzi mnaohitimu, hili ni funzo kwenu. Popote mtakapoenda Tanzania, elimu hii msiache. Kapandeni miti, tunahitaji Tanzania ya kijani. Naomba sasa nitumie fursa hii kuwakumbusha wanafunzi wote kusoma kwa bidii na maarifa ili kuleta matokeo yatakayowawezesha kuendelea mbele kwa manufaa yenu, wazazi wenu na taifa kwa ujumla. Aidha, niwakumbushe wanafunzi wote kuendelea kudumisha nidhamu
na ushirikiano na walimu, ni dhahiri kwamba mwanafunzi mwenye nidhamu ndiye anayepata matokeo mazuri kuliko mwanafunzi asiyekuwa na nidhamu. Jiepusheni na michezo ya kamari, ulevi wa aina zote. Zingatieni masomo, kwa kuwa mshika mbili moja humponyoka.